nia nia za hii misa ni kama ifuatavyo. Mwanaparokia anamshukuru Mungu kwa baraka aliyomjalia, hasa kazi. Anaomba neema ya Mungu apate kuendelea vizuri kwa hiyo kazi, na usaidizi apate kutatua changamoto anazokumbana nazo. Familia ya Bwana Nabii Benjamin Chalo wanamshukuru Mungu kwa baraka aliyowajalia katika familia. Wanaomba ulinzi wa Mungu hasa kwa mama watoto, aepushwe na ndoto mbaya zinazomkujia kila siku. Kikundi cha wanawake cha CWA wanaomba pumziko la amani kwa mwanachama wao Cecilina Kamundi aliyeitwa na Mungu kutoka hapa duniani, kwamba Mungu amjalie pumziko la amani. Mama Sara Mchibi anamshukuru Mungu kwa kumponya mwanawe Angela Kemunto, na mama yake Margaret Mchibi na Churchill na Leon, anaiombea roho ya Virginia Njeri pumziko la amani. Jedida anamshukuru Mungu kwa kumponya. Anaiombea pia familia yake kwamba Mungu awe pamoja nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu na dada wapendwa, popote tulipo katika familia zetu, tunawasalimu na kuwakaribisha kwenye hii ibada takatifu ya misa, tunapoadhimisha Jumapili ya huruma ya Mungu. Tuombe Mungu Mwenyezi atupe neema kila siku ya kumkimbilia yeye ambaye ana uwezo wa kusamehe kila dhambi na kutuponya katika mahitaji yetu ya kila siku. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kwa ibada hii takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu zote na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
E Mungu mwenye huruma ya milele, unawasha imani ya taifa lako katika sikukuu hii ya Pasaka. Uwazidishie hiyo neema uliowajalia, wapate wote kuelewa vema kwamba wametakaswa kwa maji, wamepata uzima mpya kwa Roho na kukombolewa kwa damu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndugu wote walilishikilia fundisho la mitume, kuishi pamoja kindugu, kumega mkate na kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, na kwa maana miujiza na ishara nyingi zilifanywa na mitume. Wote walioipokea imani walikuwa jamii moja na wakashirikiana vitu vyote. Wakauza mashamba na mali zao na kuwagawia watu wote, kila mtu kadiri ya mahitaji yake. Siku kwa siku walikutana hekaluni na walimega mkate nyumba kwa nyumba. Wakala pamoja kwa furaha na unyofu wa moyo. Walimtukuza Mungu na kupendwa na watu wote. Na kila siku Bwana aliwaongeza wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Tutaongozwa na wanakwaya. Kwa kuimba: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, Israeli aseme sasa, wema wake ni wa milele. Nyumba ya Haruni nayo iseme, wema wake ni wa milele. Wamchao Bwana nao waseme, wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Nilisukumizwa nianguke,
lakini Bwana amenisaidia. Bwana ni nguvu na uhodari wangu, yeye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya shangwe na ya ushindi imo hemani wao waadilifu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Jiwe walilolikata waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo walioifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Wema wake ni wa milele. Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo Baba ametuzaa upya kwa huruma yake kubwa, tupate tumaini hai kwa ufufuko wa Yesu Kristo katika wafu. Pia tupate urithi usioharibika wala kuchafuka wala kufifia, mliowekewa mbinguni. Nguvu ya Mungu inawahifadhi kwa sababu ya imani yenu, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Hapo mtashangilia, ijapo sasa imewapasa kuhuzunika kwa kitambo kidogo katika majaribio kadha wa kadha. Wakati wa kufunuliwa Yesu Kristo, imani yenu iliyojaribiwa kama dhahabu iliyosafishwa kwa moto ionekane ni bora zaidi kuliko dhahabu hafifu, mpate sifa na utukufu na heshima. Mwampenda Kristo ijapo hamjamuona bado, na bila kumuona sasa mnamsandiki. Mtashangilia kwa furaha utukufu isiyosemekana, yaani wakati mtakapokuwa mmefikia upeo wa imani yenu, ndio wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana. Shangilio. Kwa kuwa umeniona Tomaso umesandiki, asema Bwana, wenye heri wale wasioona na wakasandiki. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John.
On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered, "My Lord and my God." Jesus said to him, "You have believed because you have seen me. Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. The Gospel of the Lord. So, my dear brothers and sisters, wherever we are in our families, today is a very special Sunday, the Sunday of the Divine Mercy, a Sunday that sends us to the foundation of our Christian identity. When Pope John Paul II canonized Saint Faustina in the year 2000, he set aside this Sunday that we may reflect on the mercy of God. And indeed, in the book of Psalms, it is so well captured, reminding us that if God should keep a record of our sins, none of us would stand. In the diaries of Saint Faustina, she is reported to have said that how great is the goodness of God, greater than we can understand, that our judgment of souls stop because God's mercy upon them is extraordinary.
And John Paul II said, there is nothing man needs more than the divine mercy, that love which is benevolent, which is compassionate, which raises man above his weakness to the infinite heights of the holiness of God. So that is what defines us. Human beings that have continually run away from God, and God who has continually come looking for us. Let us allow him to find us. And when God locates you, when God finds you, do not resist. Allow him to lead you to the fount of his mercy, his heart of compassion. So today, I wanted us to reflect on something that comes out very clearly in the gospel of today. And the topic of my reflection is peace with your scars, the treasure of your scars. Those marks that are left after healing has taken place, when the pain is gone, the bitterness has reduced. Those scars that so many times we make a lot of effort to hide, to conceal. I want us to reflect on the need to be at peace with your scars. We can never go through life without being wounded. In fact, so many times we get wounded. Some of the wounds are physical and we can see, we can touch. Maybe you fell from a bicycle, or nowadays you're falling from a border and you scratch your knee. Those are wounds you can see, we can touch. Some of the wounds have come as a result of our medical conditions. Maybe you had to undergo a surgery. You went through CS. And today there is a mark reminding you of that sickness that almost took your life. But some of the wounds are so deep down in our hearts, we can't see them. So many people looking at us from the outside will imagine we are the most happy people, the most peaceful, the most blessed, because they are known only to us. There may be mistakes that we made, whose consequences continue to follow us to this day. There may be betrayals that we endured, and to date, maybe it is a secret that only we are keeping to ourselves. The scar is still there. So today, the question I'm asking you and asking myself, when I see those scars, do they remind me continuously of the pain? Or do they remind me of the grace, the healing, and the mercy of God? It's so interesting that when Jesus rose from the dead, his body was transformed. God still left the marks of the nails in his hands. God never removed
the deep wound that was inflicted in his heart. And when he rose from the dead, the disciples never identified him through his glorious body. The first thing he showed them were his wounds. In the Gospel of Luke, they thought Jesus was a ghost. And the only thing that made them believe that he was Jesus was when he showed them the scars. And so I'm asking myself and asking you, are you embarrassed about your scars? Are you ashamed of them? Are you making so much effort to hide them? I know of a lady who was rushing to the airport 2 years ago. And because she was late, she really didn't want to lose her flight. She had a head-on collision with an oncoming vehicle. And through step by step in the ICU, she was able eventually to come out. The doctors never thought that she was going to make it, but eventually she came out, leaving serious marks and wounds on her forehead. Today, she's healed. And when people see her without any makeup, she refused to go for plastic surgery to hide her scars. And everybody was wondering, why do you still keep these ugly marks? Why can't you remove them? She tells them, they remind me of the healing that God gave me. That day, if not for God, I would have died. So every day I look at the mirror, I thank God for the gift of each day. So dear friends, are you embarrassed about your scars? Or do they remind you of the grace and the healing of God? The deeper your wounds, the deeper the pain you underwent, the deeper the scar, the deeper is the grace of God. Some of the mistakes are self-inflicted. It is not down to anybody's mistakes. They are down to our own choices that may have gone wrong. And maybe today you look back and wish things were different. But rather than remembering what happened with bitterness, I want you to remember them with gratitude, because you learned your lessons. You are different. You are wiser. You are more prudent. Those mistakes and those scars, God left them there for a reason. The great men and the great women in the Bible never made it to the purpose of their lives without scars. Jacob, a man who was so deceitful, who cheated his own brother to receive the blessing of his father. So one day he wrestled
with the angel of God. And by the time morning came, Jacob was deeply wounded. He was limping. That is what the scripture says. But he held on to the angel of God and told him, "You are not going to leave without blessing me." And the angel of God blessed Jacob. He was limping, but also blessed. You may be limping today. You may be hurting today. You may be feeling so much pain today. But God can turn that pain, that bitterness, that injury into not something of shame and embarrassment, but into something to glorify Him. Something to give testimony to God about your life, about His healing, about His mercy, about His grace. So Jesus meets these apostles with very deep scars of shame, scars of fear, scars of guilt. Some of them promised to follow Jesus up to His death, but they denied Him. They were in that room. Some of them ran away from Him. They were in that room. And so when Jesus meets them, He doesn't begin pointing out their mistakes. "Okay, Peter, rise up. Why did you deny me 3 times? Philip, James, get up. Why did you betray me? Why did you run away from me?" Instead, He breathes the Holy Spirit upon them. Every day, we meet people who are deeply wounded. We are surrounded by so many who are hurting, like these apostles. What do people do? Instead of pouring oil on their wounds so that they can heal, we inflict more pain unto them. And we use their mistakes and their wounds to deny them opportunities. Maybe you never met your target at work, and your bosses are using that to stop you from being promoted. Even some of us priests, because you made a mistake as a young man or as a young seminarian, and it has been filed in your file, anytime an opportunity comes, they never consider you because so-and-so was known to be a drunkard, or so-and-so was known to be a man who loved to dress expensively. They want to use your mistakes to punish you, never to get the opportunities ahead of you. Now, Jesus is giving us a challenge, giving me also a challenge today. Do I use people's mistakes to judge my relationship with them going forward?
Or can I turn the page and begin again? Do I use people's weakness to determine everything that goes on between me and them? Or can I also understand that I am also a weak and sinful man? It's a huge challenge on this Sunday of the Divine Mercy. Even when your daughter has become pregnant, before she completed college, do they immediately become the black sheep of the family? Or can we still embrace them? When your son, due to peer pressure, has become victim and is now beginning to abuse drugs, taking alcohol, and maybe coming back home after curfew hours, how do we handle them? Jesus met these wounded apostles completely numb because of fear. Doors locked, they were actually hiding. And yet he came looking for them, going through those closed doors and meeting them where they were, in that dungeon of fear, that mud of guilt, covered by shame. And he still told them, look here, I still trust in you. He sent them out to go and become his witnesses to the rest of the world. Just want to say a thing or two about Thomas. Thomas was not with the rest of the apostles when Jesus came. And when they told him, we have seen the Lord, he said, I refuse until and unless I put my finger in the marks of the nail, in the hands and in his heart. I refuse to believe. Again, Thomas was not looking for the glorified body of Jesus. He was looking for the scars. And I like the patience of God, the divine patience. For a whole 8 days, Thomas was waiting. He never knew if his prayer was going to be answered, whether Jesus was going to come again, whether he was going to be punished because he had gone, meandering here and there. But true to his promise, Jesus came again on the 8th day. And this time, he never came for the other 10. He came specifically for Thomas and told him, Tom, come over. Put your finger in my nails. Touch. Feel. Put your finger in my sides. Do not be doubtful, but now believe. And we hear the confession of Thomas.
my Lord and my God. So, dear friends, there may be somebody out there who is like Thomas today. They are really struggling with their faith. They are really doubting. They are in a crisis. And they are not waiting for you to tell them about the story of your success, how your marriage is the best in this world, how you are the best performing in your company. All they are looking for is somebody who can show them the scars, who can tell them the story of how the grace of God was able to lift them up. Looking for real men, real women who have also struggled. It may be a colleague of yours whose teenage daughter today is pregnant and she doesn't know how to handle it. And she's looking for another mother, another woman, a strong believer in the church, maybe even a chair lady who has already handled the pressure of accompanying her daughter through the journey of her pregnancy. And today, that young woman, that young girl, is no more looking at the past with any shame, any embarrassment. She's still the pride of her family. They want to touch your scars. They want to hear how you cried. They want to hear how you are shocked. They want to hear how your daughter came to you trembling and you are angry at the beginning. But today, you have healed. And maybe that son, that daughter that they gave birth to is the one bringing joy to the family today. Those are the scars that Thomas touched and believed. So why are you hiding them? They may be the only reason somebody will move from doubts to faith. Will move from thinking about suicide to trying again. The peace of our scars. I am human, and I know some wounds are very deep, and maybe they have only healed on the surface. The pain is still there, and maybe you are not ready to show anybody those scars. I understand. The same reason Jesus, on the first day of the resurrection, when Mary Magdalene came to meet him, after recognizing it was Jesus, she was rushing to go and hug Jesus. Jesus told him, no, do not cling to me yet until I go to my Father. There was another sacrifice Jesus had to offer to his Father in heaven. So he stopped Mary from hugging him, from clinging to him until the right time. So if some of the scars, some of the wounds have not completely healed, and you want some time before you share your story, please don't be rushed
into opening your scars to everybody and anybody. Some of them will use your wounds to inflict more pain. Don't share your story until it is time. The experience of Jesus and Mary Magdalene, until you are ready and you can share your story to lift up somebody else, do not open some of those wounds. So, back to the same question again. Are you embarrassed about your scars, or are you at peace with them? Do they remind you of the pain you went through so many years ago? Or do they remind you of the mercy and the grace of God? Be like the man who was paralyzed. And when Jesus healed him that day, he told him, "Get up, pick up your mat and go." The man never threw away the mat. He was not embarrassed about his mat. He was not ashamed of it. That mat was a continuous reminder of where God had brought him from. So carry your mat along. And when people ask you why you are carrying that mat, why you are not hiding your scars, why you are not embarrassed about them, why you are not going for plastic surgery to conceal them, tell them those scars remind you of the mercy, of the grace of God. May your scars today be the reason why somebody will move from doubt to faith. So let us now arise, even from our homes, tusimame sote, tukiri imani yetu. We say the simple creed so that all of us can profess our faith. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Ndugu na dada zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sala kwa Injili ya Kanisa.
Mungu wa huruma na upendo usiopimika, kanisa lako takatifu la sherekea Dominika ya huruma yako kwa furaha. Ipe jamii ya Wakristo wote wawe na moyo mmoja na roho mmoja, washirikiane na kusaidia wahitaji, wasiojiweza na walio na vidonda vya roho. Bwana, twakuomba. Sala kwa ajili ya nchi yetu. Mungu wa amani, kupitia kwa amani aliyotujalia Kristo mfufuka, lifanye nchi yetu iwe na amani. Wanaofuruga hiyo amani katika nchi yetu, wape neema ya kubadilika. Wajalie viongozi na wananchi kuwa wakarimu, tuishi kama ndugu na kuiga mfano wa ile jumuiya ya kwanza ya Kikristo. Bwana, twakuomba. Twakuomba tusikie. Sala kwa ajili ya familia. Mungu mwema, twaomba baraka kwa wanandoa waliofunga ndoa hapa kanisani jana na juzi, Peter na Cecilia, Alfred na Purity. Tunaombea wanandoa wengine wote katika parokia yetu. Mungu awazindishie upendo na amani yake idumu katika familia zao. Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Mungu uliojawa na msamaha, Dominika hii ya huruma yako tunakusihi utuhurumie sisi wakosefu na kutusamehe dhambi zetu. Bandilisha mienendo ya watenda maofu wote, na hasa wale wanaoua na kudhulumu binadamu, wapate kukujua, wabadilike, waache uovu wao na wapate kushuhudia huruma yako. Bwana, twakuomba. Twakuomba tusikie. Sala kwa ajili ya roho za marehemu. Mungu wa huruma, mfungulie mlango wa mbinguni mwana CWS Selina Kamundi na waumini marehemu wote kwa njia ya mwanao pekee aliyeshinda mauti na kufungua mlango wa milele. Bwana, twakuomba. Twakuomba tusikie. Sala ya kumuomba Mtakatifu Yosefu. Kwa pamoja. Yosefu mwenye heri, tunakimbilia kwako katika masumbuko yetu, na kisha omba shime ya mchumba wako mtakatifu. Tunaomba pia kwa matumaini usimamizi wako, kwa ajili ya mapendo uliompenda Bikira mtakatifu mzazi wa Mungu, na kwa ajili ya kumtunza mtoto Yesu. Twakuomba sana, utuangalie kwa wema siye tuliokuwa fungu lake Yesu Kristo, tukakombolewa kwa damu yake. Tusimamie katika masumbuko yetu kwa enzi na shime yako. Ewe mlezi mwaminifu wa familia takatifu, uipe kibali familia yetu ya kiroho, washiriki wote wa jumuiya yetu ya Kikatoliki. Utuunganishe kila wakati katika vifungo vya imani na upendo, na tubaki daima kwa moyo mmoja, akili na roho moja katika moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa Bikira Maria. Mlinzi amini wa jamaa takatifu, uwakinge watoto wateule wa Yesu Kristo. Baba uliyetupenda mno, tuepushe na kilema chochote cha madanganyo na upotevu. Kinga yetu mwezaji, utusimamie huko juu mbinguni ulipo, tunaposhindana na wenye nguvu wakaao gizani. Kama vile siku za kale ukamwokoa mtoto Yesu katika hatari ya kuuawa, na leo hivi likinga kanisa takatifu la Mungu katika mitego ya adui na katika shida yote. Mtunze daima kila mmoja wetu kwa mfano wako, ili tupate na msaada wako kukaa na utakatifu wa maisha, kufa kifo chema na kupata mbinguni makao ya raha milele. Kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uzipokee sadaka za taifa lako, ili wote wanaoliungama jina lako takatifu na kubatizwa waifikie heri ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
Kweli ni vema na haki tukutukuze kila wakati, ye Bwana, lakini hasa wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za dunia. Alishinda mauti yetu kwa kufa kwake, akarudishia uzima wa milele kwa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi na watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani. Nao malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho. E Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi, e Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Siku ile alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu.
tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Yosefu mchumba wake, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Monika na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba ye Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Liimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yohane, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa kwa imani kuu tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Atupe neema ya kutumia majeraha yetu ambayo tumeyapokea maishani mwetu kuimarisha na wenzetu ambao tunawakuta wako chini, tukisema kwa pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, jalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, ngojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amen.
Kondoo mwana wa Baba, utupe amani. Kondoo mwana wa Baba, utupe amani. Huyu ndiye Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Kristo ambaye kupitia kwake na majeraha yake sisi sote tumekombolewa. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde sote tupate uzima wa milele. Amina.
kukupenda wewe. Asante sana kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yangu. Sasa nami najitoa mwenyewe kwa ajili yako, hivyo niweze siku zote kukupenda wewe na kuishi kwa ajili yako. Sala ya Mtakatifu Inyasi. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo unifurahishe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu nikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wote nikutukuze milele na milele. Amina. Leta mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Haleluya. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie sakramenti hii ya Pasaka tuliyopokea idumu katika mioyo yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ningependa kuwashukuru nyote ambao mmetufuata kwa njia ya mtandao manyumbani kwetu, na timu ambayo imewezesha ibada hii na baraka za misa kutufikia nyumbani kwetu. The media team ya St. Monica, Agnes, Joseph na Dominic and the rest, thank you so much for your sacrifice and your dedication. Nashukuru pia wanakwaya ambao wametuongoza kwa nyimbo. Namshukuru padri mwenzangu. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Na sisi wachache ambao tumefika, tunawashukuru pia na kutukumbusha tu kwamba wale ambao wanataka kuja misa ni lazima wapate kwanza ruhusa, ndio tuwe na idadi ambayo inakubalika. Please, I plead with you again, before you come for Mass, seek prior permission. Otherwise, we pray for you, we pray for one another, na tuikumbuke hasa familia ya Mama Cecilina Kamundi ambao wanaomboleza wakati huu, kwamba Mungu mwenye huruma atumie machozi na majeraha yao kama ushuhuda kwetu sisi sote. Mazishi yake ni hapo kesho huko Tharaka Nithi. Mwenyezi Mungu awajalie safari njema na harusi yake ya mwisho iwe ya kufana. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ibada ya misa imekwisha. Nendeni na amani. Tunawatakia nyote Jumapili njema.